Mai Mahiu hii leo wameshiriki mkutano wa maoni ya umma unaohusu ujenzi wa daraja jipya kwenye eneo lililozuia maji ya mvua kabla ya kupasuka na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 60 na uharibifu mkubwa wa mali. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yuko kwenye eneo hilo na tunaungana naye kwa mengi zaidi. Njiru? Ngenyo. Asante sana mwenzangu Rugaival, bila shaka mbashara kutoka eneo hili lisilojulikana lakini eneo la Mai Mahiu. Nyuma yangu jinsi unavyoona hamna mijengo, lakini tuko tu katika kijisehemu hapa mistuni tu tunapojaribu kudurusu hali ilivyo na kuchukua maoni ya wakazi wa hapa kufuatia ujenzi wa daraja katika eneo hili ambao serikali imeweka hela nyingi tu ili kuweza kuhakikisha kwamba yaliyotokea hapa mwaka mmoja uliopita hayataweza kushuhudiwa tena. Lakini pasi kupoteza muda, nikaribia hapa ndugu, nieleze jina lako, mko hapa kwa shughuli gani kwa kifupi tu? Jina kwanza. Jina langu ni Simon Kahogu Njogona. Na mimi ni mkazi wa hapa katika eneo ambalo mlimo naitwa eneo la Munio. Naam, nieleze mko hapa kwa sababu gani? Tuko hapa kwa sababu ya kupatiana maoni kuhusu ujenzi wa emergency repair ya reli ambayo ilimbomolewa na maji ambayo yaliweza kusababisha. Mko hapa kwa sababu gani wewe? Tuko hapa kwa kuchukua maoni kutoka Ni yapi unayo? Yangu ambayo niko nayo ya kwamba tungetaka wakati ujenzi wa reli ufanywe kulingana na vile ambavyo hatutaweza kupatwa na janga ambalo liliweza kutupata hapa mwaka jana. Asante. Na pia mwaka wa 2020. Asante. Jina lako kwa upesi tu nieleze. Majina yangu ni Simon Jenga Jehia. Mimi ni mkazi wa hapa Munio, kijiji inaitwa Kinungu. Na sisi tunapokuja hapa tumekuja kuchukua maoni ya watu wa reli yenye wametuitia hapa wao wenyewe. Ni yapi? Ile yenye niko nayo. Kuna ile masanga imetupata hapa ya maji kila wakati. Kuna mambo ya kupanua hii barabara yetu ya Kijabi penye wanapitia kwa sababu kuna mambo na magari zinapita mingi na bado employment ya kazi ipatikani vyenye inafaa kuwa. Na sisi hatujaona 70% inaambiwa. Kwa nini tusipatue ile 70% alafu atupanulie zile barabara zinafaa ili wapite wakielekea kwenye wanafanya kazi. Asante sana. Karibia ndugu. Jina la kwako, simama tu hapa, naangalia kule. Mimi jina langu ni Engineer Kariuki Kimiti. Mimi ni retired engineer train driver Kenya Railways. Na wakati hii kisanga ilifanyika, ilijihusisha sana kwa kujaribu kuleta uwiano na utendakazi mzuri. Na wakati leo wametuita hii mkutano ya kujadiliana vile reli itajengwa, tumekuja kusikiza maoni yao, pia kuwaelezea kuwa hatutaki wakimbie kujenga kitu ambayo tena itakuja kudhuru wa Kenya vile imekuwa ikidhuru mwaka wa 2020 na hii mwaka ya 2024. Kwa hivyo tunataka tujadiliane na wao wajenge ujenzi ambao hautasababisha hiyo kitu ilifanyika tena, ndio tuzuie hiyo maafa ilitokea kabisa. Ndio tunajadiliana hapa. Asante. Huyu tumearifiwa kwamba ni wakili. Karibia tu hapa. Nieleze jina lako. Anasema hataki kuona madhara tena baada ya ujenzi. Jitambulishe kwanza. Mtazamaji, majina naitwa Kiroko Ndegwa. Mimi ni wakili, nafanya kazi pale Nairobi. Niko na jukumu la kuwakilisha wale ambao waliadhiriwa na maafa ya floods last year mwezi wa April. Na leo tumeitwa, wakazi wa hapa wameitwa wapeane maoni yao, kuwasilisha maoni yao kulingana na kwa sababu hatuna muda mwingi. Naam. Na kwanza tumepeleka kesi kwa koti na koti ikaamuru Kenya Railways isimamishe hiyo ujenzi. Ndio tunakuja kugundua hata hawakuwa na leseni kutoka kwa NEMA. Saa hii ndio wanakimbia kuchukua maoni kwa watu. Hii hapa mahali ambapo tulipo sio mahali ambapo waadhiriwa waliambiwa wakuje. Hiyo sehemu imebadilishwa mara 3. Ukiangalia nyuma yetu hapa ni kwa msitu. Na ile jambo ambayo tunasema hii reli ilijengwa around 1890. Miongo zaidi ya
20 ambayo imeisha. Ile technology ambayo wanatumia saa hii ni technology ya mzungu alipo over 200 years ago. Kuna technology ambayo inafaa kuhakikisha kwamba wanaoishi huku chini, na mnajua Mai Mahiu imekuwa sana, watu wamejenga, watu wamehamia hapa. Tutajenga kitu ambayo itakuja kubomoka. Tumekuwa kwa koti juzi, wakili wa reli anasema watu wa sehemu ya mashariki wa nchi hawana means of transportation. Yet hii reli ya Standard Gauge Railway imeenda ikaconnect hapa Longonot. Kumbuka hii project inakula over 3 billion Kenya shillings. Yet Kenya saa hii we are a struggling economy, na waadhiriwa wenyewe hajawahi kompensetiwa. Je, tunaangalia priorities zetu kweli? Hii reli is an idle project. Hiyo reli haipiti magari ya moshi kama ili vifaavyo, ili kuweza kuensure tuko na sustainability. Ati kuna feasibility study imefanyika kuonyeshana kwamba Wakenya wanahitaji hiyo reli. Yet tuko na ingine huku chini. Wakili, tuko na SGR ile inatoka Mombasa na imefika hapa Mai Mahiu. Rais aliyestaafu aliongeza kitengo kingine cha medium gauge kufika pale Longonot ili kiweze kuunganishwa. Umuhimu wa reli hii ya upande wa juu na ile reli ya chini, ni vipi ambavyo kwamba tunaweza kufanya ile tunasema input ya kuweza, yani how viable is it so that we can be able to have that input? Hakuna, hiyo reli haina viability. Imekaa idle for the better part ya the whole week. Juu watu wanatumia Standard Gauge Railway, wanatumia barabara, wengine wanaweza tumia ndege wanatumia. Lakini Kenya iko na the luxury ya kutumia 3 billion kutengeneza ile reli iliua hundreds of thousands, hundreds of people, na ikamalizia watu millions of properties. Na hata sumni hawajapatia hao walioadhiriwa. Hadi wa leo chief hapa alikataa kuandika barua ya kusema ile introduction letter tumempeleka kwa court. Hii ni government ambayo inatumia guerrilla tactics against its own citizen. Na sasa ukizungumzia haya, rais majuzi tu ameenda kule nchi za nje kujaribu kuona ikiwa wafadhili watakuja na kuweza kusongesha reli hii ya kisasa ili kafike katika mpaka wa Kenya na nchi jirani. Sijui tutasema nini, tuzingatie tu miradi ile ama tuhamishe fedha zetu katika miradi ya wakati wa sasa katika teknolojia ya utumizi wa reli? Tunamalizia. Ndona kuna kisheria ama kulingana na katiba kuna zile rights za binadamu ambazo huwezi waive. Okay. Infrastructure inakuja nyuma sana. Hapa kuna human rights ambazo zimeweza kuwa suppressed. Na rais badala ya afikirie vile hawa watu ambao negligence ya Kenya Railway iliweza kuwafanya kuwe destitute, anaenda kutuambilia kuhusu another railway. Sasa naomba kama sisi wa Kenya tunafaa kumakinika. Naam, natumai kwamba uwasilishaji wako utaweza kusikizwa. Naam, ni hali ndivyo hivyo ilivyo. Mwenzangu Rugaival kutoka upande huu wa Mai Mahiu, wakazi na vile wakili hapo, tumesikia wastaafu waliokuwa wakiendesha gari za moshi hizi wakitoa tetesi zao kuhusiana na mambo kadha wa kadha tu ambayo yako kwenye kikao hiki kinachoshirikisha umma katika eneo hili la Mai Mahiu. Kwenye taarifa zetu za saa 1 tutakuwa tukiangazia swala hili. Kani mwenzangu Rugaival ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi. Naam, asante sana Willy Dennis Njiru akiwa katika eneo hilo la Mai Mahiu, na bila shaka tunatarajia taarifa hiyo kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu zifuatazo. Sasa kutoka Mai Mahiu tuelekee hadi